Bwana Yesu asifiwe. Ni wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo ningependa niwe na kipindi cha kufundisha neno, na leo ningependa nifundishe kuhusiana na ndoto. Hii ni topic ambayo nadhani inamhusu kila mtu, kwa sababu Mungu anazungumza kupitia kwa ndoto. Mara nyingi kwa sababu ya watu kuwa na shughuli mingi, kwa sababu ya watu kujihusisha na mambo mengi, Mungu anakukujanga wakati ule ambapo umelala, ndio anaamua kuzungumza na wewe kupitia kwa ndoto. Ndio maana ukiangalia kwenye kitabu cha Ayubu mlango wa 33 na ule mstari wa 14, maandiko yasema, kwa kuwa Mungu unena mara moja, naam hata mara ya pili, ijapokuwa mtu ajali katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani, ndipo uyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao. Anasema Mungu anafunua masikio ya watu, sio mtu, lakini watu wengi Mungu, inamaanisha kwamba Mungu anaongelesha kupitia kwa ndoto. Na maandiko yasema ya kwamba anatia muhuri mafundisho ili kumuondoa mtu katika makusudio yake na kumfichia mtu kiburi. Mungu anakuondoa kwenye nafasi ama kwenye makusudio yako, ambayo yale makusudio labda yangekupelekea kwenda kuangamia, lakini kupitia kwa ndoto. Kwa hivyo hii topic ni ya maana sana na kila mtu inamuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Hesabu mlango wa 12 na ule mstari wa 6, maandiko yasema hivi, 12 na mstari wa 6, maandiko yasema, kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Kwa hivyo Mungu anasema ya kwamba akiwepo nabii kati yenu ataweza kujifunua kupitia kwa ndoto ama kupitia kwa maono. Na hii inatufundisha kwamba ni bila shaka kwamba Mungu huwa anazungumza kupitia kwa ndoto, lakini pia kupitia kwa maono. Lakini pia ukiangalia kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 28 na mstari wa 15, Sauli anaenda kwa mganga ili apate kupandishiwa Samueli, ambaye Samueli alikuwa amekufa. Na Samueli alipopandishwa, maandiko yanasema ya kwamba akaanza kumuongelesha Samueli, anamwambia kwamba kwa maana Mungu aniongeleshi tena kupitia kwa ndoto, kupitia kwa maono, nao Wafilisti wananitesa sana. Kumbe hapo nyuma Sauli alikuwa anaongeleshwa kupitia kwa ndoto na kupitia kwa maono na kupitia kwa mtumishi wake Samueli. Lakini sasa hizo ndoto zikawa zimekatwa kabisa. Akaanza kupigwa vita na Wafilisti, kwa sababu hakuwa na uwezo wa kujua ataenda kwenye vita na atashinda ama hataweza. Ni wewe tu peke yako ambao ukiota ndoto huo unaipuuza, ama haujataka kujua sana kuhusiana na ndoto, kwa sababu Mungu kila wakati na imani ya kwamba huwa anakuongeleshanga kupitia kwa ndoto, lakini unakuwa haujali kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndoto ni nini? Ndoto ni bayana ya mambo yanayotokea katika ulimwengu wa kiroho, ambayo baadaye yatatokea katika ulimwengu wa kimwili. Ama niseme hivi, tafsiri ya pili ya ndoto ni kwamba ndoto ni kuona ukitumia macho yako ya kiroho, wakati ule mwili na nafsi zimelala. Wajua, wakati ule unapoenda kwenye kitanda chako ili kulala, kile kinatokeanga ni kwamba mwili wako na nafsi yako huwa zinalala, lakini roho yako ilali, maana roho yako imeumbwa kwa mfano wa Mungu. Maandiko sema Mungu ni roho, na hao wamwabudio inawapasa wamwabudu katika roho na kweli. Lakini pia kuna maandiko yanasema ya kwamba hatosinzia na wala hatalala yeye aliye mlinzi wa Israeli.
Kwa hivyo Mungu kama spirit huwa halali, lakini spirit yako kwa sababu imeumbwa kwa mfano wa Mungu pia hailali. Wakati ule mwili na roho huwa zinalala, roho yako huwa ilali. Kwa hivyo wakati ule ambapo umelala uko kitandani, kile kinatokea kwa sababu spirit yako haijalala. Ina uwezo wa kuona vitu katika ulimwengu wa kiroho. Mungu anaichukuanga spirit yako, anaenda kuionyesha vitu katika ulimwengu wa kiroho. Ama kama ni mtu wa shetani, spirit yako itatolewa ndani ya mwili iende kuonyeshwa mambo ya kuzimu na shetani. Hiyo ndio maana ya ndoto. Sasa nitaenda kufundisha huko mbele kuhusiana na maroho za wanyama, maana wachawi mara nyingi wakianza kujitokeza katika ndoto huwa wanafichanga identity yao ili wasijulikane. Maana maandiko yanasema kwamba andui za mtu ni watu wale wa nyumbani. Mara nyingi wachawi wakitaka kuja kuroga watakuja kama wanyama. Unaona kwamba unakimbizwa na nyoka, unakimbizwa na ng'ombe, lakini kumbe sio ng'ombe, sio nyoka. Ni mchawi amevalia mwili wa nyoka, mwili wa ng'ombe, ili kwamba usimtambue, maana ni andui wako wa karibu, ni mtu wa karibu ambaye unamfahamu kabisa. Kwa hivyo topic ya siku ya leo nataka nifundishe kuhusiana na ndoto na maroho za wanyama ambazo zinatumika katika ndoto, katika maono, zinazotumika na shetani ama katika ulimwengu wa kiroho ili kudhihirisha ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini mara nyingi unapoota ndoto zile ndoto inakuwa hazitokei? Jambo la kwanza, ujue kwamba unaweza ukaota ndoto kwa sababu ya shughuli za kila siku, kwa sababu ya maneno ya kila siku. Labda umekutana na rafiki yako mkaongea maneno akawa amekukwaza, ama mkafurahia mkiwa kwenye sherehe mahali, unaweza ukajipata unaota hayo mambo ambayo mlikuwa mnayafanya mchana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri 5 mstari wa 3, maandiko yanasema ya kwamba ndoto inaweza ikatokea kwa sababu ya shughuli mingi za kila siku. Kwa hivyo unafaa kutofautisha ndoto iliyo katika ulimwengu wa kiroho ama ambayo imetolewa katika ulimwengu wa kiroho na ndoto ambayo imetoka kwenye shughuli mingi ambazo ulikuwa unazifanya mchana, shughuli za kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima utofautishe. Sasa ndio maana utaona hivi, kuna swali hapa ambao unafaa kujiuliza. Kwa nini ndoto mara nyingine utaiota lakini unashangaa kwamba ile ndoto inajirudia rudia mara kama 3 ama mara 2? Tumesoma kwenye kitabu cha Ayubu mlango wa 33 na mstari wa 14. Tukasoma kwamba kwa kuwa Mungu nena mara moja na hata mara ya pili, ijapokuwa mtu ajali. Kwa hivyo sababu kwa nini ndoto unaweza ukaiota lakini ile ndoto ikajirudia tena ni kwa sababu au kujali kuhusiana ile ndoto ambayo uliota. Kuna ujumbe ambao Mungu alikuwa anapitisha kwako, lakini haukujali, ulipuuza tu. Ni kama vile Solomoni alipoota ndoto akasema kumbe ni ndoto tu. Kumbe vile ambavyo Farao aliota ndoto akaona ng'ombe waliokonda wanameza walionona, lakini akasema kumbe ni ndoto tu. Kwa sababu ya kupuuza ndoto, ndio maana utaona kwamba mara zingine ndoto huwa inajirudia rudia kwako. Lakini pia ndoto huwa inajirudia kwa sababu ambayo tutaiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo 41 na ule mstari wa 32. Kitabu cha Mwanzo 41 na 32 nasema hivi: na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara 2 ni kwa sababu neno hili Mungu amelithibitisha na Mungu atalitimiza upesi. Kwa hivyo sababu nyingine kwa nini ndoto itajirudia rudia kwako ni kwa sababu ile ndoto lazima imethibitishwa, lazima itatokea kwa maisha yako na lazima itakuja upesi. Kumbuka kwamba Farao aliota ndoto mara 2. Akaota mara ya kwanza akaota mara ya kwanza mambo ya masuke. Masuke, tunapoongelea kuhusiana masuke ni ile sehemu ya juu ya mmea. Lakini pia ndoto ya pili, Farao akaota kuhusiana na ng'ombe walionona wakamezwa na wale ambao walikuwa wamekonda. Na akaambiwa na Yusufu ni kwa sababu hii ndoto lazima